Ninamshukuru Mungu kwamba baada ya jana yalikuja maneno ya Mungu mazito kwa Pastor Dani, kutoka kwa Pastor Dani, kutoka kwa Pastor Isaac. It was fantastic. Leo tena asubuhi Mungu ametushibisha neno lake kutoka kwa Pastor Winnie. Baba akatia vitu vyake pale kutoka kwa mtumishi wa Mungu aliyemaliza. Utagundua kuna japo masomo hayafanani, lakini ni kama wahubiri wote wa kongamano hili wanatuachia tools za kutusaidia kuishi maisha yetu ya imani. Ni kama tunapewa survival strategy ya maisha yetu ya imani. Sasa kwa mrengo huo huo, na mimi niweke mchango wangu wa ujenzi kwenye jengo hili linalojengwa la imani yako ya msimu huu. Na hii maana yake inakusaidia kutengeneza matarajio ya namna ya kumaliza mwaka, lakini pia ya namna ya kuendea miezi iliyosalia mpaka utakapoikuta Penueli nyingine. Ni vizuri kufahamu kama ambavyo tuna mkakati na mpango au maono ya kimaisha. Kila nyumba, kila familia, kila mtu, kila mzazi anayo ndoto juu ya watoto wake. Ana kitu anakuwa amekikusudia, anakitamani kukiona kwa watoto wake, na hiyo itaamua shule anazowapeleka, itaamua mahali anakoishi nao, itaamua chakula anachowapa. Mzazi sio lazima akwambie nataka mtoto wangu aweje, lakini utamwangalia mzazi kwa aina ya shule anayowapeleka watoto wake, kwa uwekezaji anaofanya, uwekezaji wa chakula, uwekezaji wa elimu, uwekezaji wa kitabia. Baba na mama wanakuwa wakali labda kulingana na mtaa ambao watoto wanakaa. Mzazi anataka watoto wake mwisho muda wa kuingia iwe ni saa 10 jioni au saa 12 jioni. Yote ile inajaza inamjenga mtoto kuishia kule mzazi anakotamani aishie. Na yale yanakuwa sio maono ya mtoto, yanakuwa ni maono ya mzazi. Mtoto kabla hajawa na ufahamu wake kamili, mzazi anamuamulia hatima yake. Ndio maana kuna wengine tumesoma shule ambazo hazikuwa matakwa yetu. Na ndio maana kuna umri fulani unapofika, hata ukiwa na sekondari wanakuuliza unataka kwenda mrengo gani? Kwa sababu sasa level hii uliopo, angalau tunaweza tukakuamini kwenye maamuzi yako madogo madogo. Kwa hiyo shule tulizoenda zile wanakuambia unataka kwenda mchepuo wa arts au mchepuo wa science. Unaanza kuzoezwa kufanya nini? Kufanya maamuzi yako binafsi. Naanza kuzoezwa, unachagua pale, unajipima kwa uwezo nilionao na kwa namna nilivyo. Unajipima, unaona mimi hesabu sio mzuri sana, kwa hiyo nafikiri nikienda kwenye HKL nitarahisisha maisha yangu, yatakuwa mepesi. Na kuna mwingine anaona mimi hesabu niko vizuri na mambo ya Kiswahili na kukariri vitenzi kiarifu na vitenzi mnunurisho. Unaona kama hivi vitenzi mimi vitanichanganya. Kwa hiyo ili vitenzi visinichanganye nifanyeje? Please, baba jana alisema tuwasaidia watoto. Unajua inaitwa Living Water International. Living Water Center International. Sasa let's behave like international church. A kid is crying, you are a mother, make sure you save a kid from the crying. Asubuhi nilikuwa ibadani kanisani, nikawaambia hivi, wamama huwa wana tabia ya kuzoea milio ya watoto. Kwa sisi wa baba ndio inatusumbua. Sasa mama inawezekana amekaa na mtoto wake analia kwa sababu ikashazoea, kwa anaona it's okay. So unaona mama muda wote amemwachia baba. Mama yule mtoto amsaidie mtoto. Chief mama yake yuko wapi?
au anahudumu huko? Tuwasaidie watoto ili tuweze kupata utulivu mzuri. One little thing in the presence of God, devil can use it and make you miss the whole point of your life. One little thing. Mimi sijui nyinyi wenzangu, lakini mimi maisha yangu yamebadilishwa kwa sababu ya makongamano kama haya. Yaani mimi ni matokeo ya maneno ya Mungu 100%. Ukiwauliza ndugu zangu, mimi dadangu yuko hapa. Ukiwauliza ndugu zangu the way nilivyokuwa, hakukuwa na tumaini lolote la familia kama mimi naweza kuwa chochote cha maana. Lakini leo hii mimi nijibu kwenye nyumba ya mama yangu. Na kilichonibadilisha ni makongamano, maneno ya Mungu. Yaani sikubadilishwa ili niwe mchungaji. Huu uchungaji ni baadaye nilipoona nampenda Mungu sana, nikaona nimtumikie. Lakini maisha ya kawaida yalibadilishwa kwa sababu ya maneno ya Mungu. Kwa hiyo mimi ninapokuja kwenye saa ya neno la Mungu kuhubiriwa, yaani natamanigi watu wawe na full concentration. Kwa sababu hivi, yaani haya ndio yalibadilisha maisha yangu kabisa. Kwa hiyo mniwie radhi watumishi wa Mungu. Mimi kwangu mimi I don't take it business as usual. It means a lot. Ndio maana napenda kusogea karibu na watu ili angalau nikikuona namna gani unasinzia na kutia kwa enzi au unakushtua wewe mtumishi. Amka. Na wala usijisikie vibaya. Hata kipindi cha Paulo alikuwa anahubiri, kuna mtu akasinzia. Akavunjika shingo lakini. Anaitwa Eutiko. Alisinzia wakati Paulo anahubiri. Imagine wewe unashangaa nyaraka za Paulo unaona amazing. Ila kuna mwamba kipindi cha Paulo wakati Paulo anahubiri alisinzia. So I really want people to concentrate when I teach. Because najua, si kwa kujivuna, kwa unyenyekevu kabisa nataka kusema. Najua nitakachoongea kitakupa maisha. Najua kwa sababu mimi kimenisaidia. Unafahamu kwenye Matendo ya Mitume hajasema sisi tukawe wahubiri. Anasema mtapokea Roho akisha kuja juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi, sio wahubiri. Mimi sijaja hapa kama mhubiri, nimekuja kama shahidi wa hayo Mungu anayoweza kuyatenda. You shall be a witness. A witness must have the evidence. So I'm not teaching what I don't have evidence of. I'm teaching you what I have evidence of. Ikitokea kila mhubiri anayekuja mbele yako ukamchukulia kama shahidi, na ikatokea wahubiri wote tunaosimama mbele yenu tunasimama kama shahidi, niamini mimi itakuwa ni kazi nyepesi sana, na injili itahama kwa watoto wetu. Tutaingiza kwa watoto wetu kwa urahisi. Kwa urahisi. Ukiwa ni mtumishi wa Mungu au ukiwa mlokole, kuna hatari watoto wako wasipoona. Ukiwa mtu muamini, watoto wako wasipoona imani yako ikikuzalia matunda, wakawa wabaya kuliko watoto wa mtu asiyeamini. They have to see. And boldly we should train ourselves to talk to our children about our faith boldly. Boldly. What our faith can do. Mtoto wako ana uwezo wa kukupigia simu namna hii, na wewe ni mama yake, kwambia mama kuna 1 2 3 naendelea shule na sielewi. Umwambie mwanangu subiri, nipe siku 3 naingia kuomba, it will settle. Alafu baada ya siku 3 akupigie simu akwambia mama, you remember I told you this? Naambia ya niliomba, what happened? Mama, it was settled. Huyo mtoto kila wakati akiingia kwenye issue, she will be calling you for prayer. Yes. She will not believe. You see, hatari tulionayo mama sasa hivi ni kwamba watu wako kanisani, watoto wa watumishi wa Mungu au watoto wa wapendwa wako kanisani, lakini desturi zao wanazoishi nazo kule mtaani na namna yao ya kuenenda mtaani, wanaamini modo zao za maisha zinaweza zikafanana na wale. Mtoto wako anatakiwa arudi kwenye interview akwambie hivi, mama nilienda kwenye interview, lakini yule mtu aliyeenda interview alitaka kwanza nimpe rushwa ya ngono ndio anipe kazi. Toto binti aliyeokoka, unamsaidiaje wewe kama mama? Unalia? Unaenda kushtaki polisi? Utafanya nini? What is the evidence that you have? In the marketplace, sisi tusipokuwa na makampuni ya kuajiri watoto wetu wenyewe,
Huko duniani hawana huruma. Biblia inasema tumepelekwa kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Alafu sio tukafe, tunatakiwa kusurvive. Anasema na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Chakula cha mbwa mwitu ni kondoo. Anasema nimekutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu and you have to survive. Na ndio maana anasema hivi, kwa sababu hiyo iweni wapole kama hua na wajanja kama nyoka. Hiyo mistari imefuatana. Unatumwa katikati ya kondoo, unatumwa katikati ya mbwa mwitu na wewe ni kondoo. Na unatakiwa uwe mpole kama hua na mjanja kama nyoka. Unakuwa kama zezeta lakini akili yako inafanya kazi kama nyoka. Nyoka huwezi kujua kama yupo. Anaweza kukaa chini ndani ya mwaka mzima nyumbani kwako. Kakaa mle ndani na ujui. Maana yake nini? You must know how to navigate. When to flip. When to bite. When to chill. Nyoka yake timing. Now these are the things ambazo Yesu Bwana wetu alisema. We have to learn. Tuyajue haya. Kwa sababu tumetumwa katikati ya dunia ambayo haina huruma. The Bible says Mungu aliyeumbwa na Yesu, dakika za mwisho kati Yesu anaondoka, alimwambia Mungu baba yake sala ile ambayo kila Mkristo anatakiwa aikariri, kwa sababu ndio maombi ya Bwana aliyoyaomba kwa ajili yako ya mwisho. Ile ya Yohana 17. Aliomba akasema siombi watoe ulimwenguni. Kwa mchezo nini? Na huku unahubiriwa kila siku kwenye mikutano ya Injili, unaandaliwa kwenda mbinguni. Unaandaliwa kwenda mbinguni. Na Yesu mwenye mbingu yake anasema mimi siombi watoe. Confusion. Yaani mwinjilisti ili akutaiti akukamate akuokoe, lazima akutaiti kwamba kuna moto na kuna mbingu. Chagua moja, unaenda wapi leo? Yesu anasema mimi siombi watoe. Siombi watoe ulimwenguni. Lakini pekee ninachoomba uwaokoe na yule mwovu. Kwa hiyo anatuambia mwovu yuko mjini. The only prayer we need to have, atufundishe namna ya kuepuka maovu. Kwenye ile sala ya Baba yetu uliye mbinguni, anaendelea kule mbele anasema hivi, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Maana yake nini? In case itashindikana sisi kuzuiliwa tusiingie majaribuni, basi tukiingia utuokoe na yule mwovu. Tusije tukafanya maovu saa ya majaribu yetu. Kwa sababu jaribu lilikuja kwa kazi moja tu, ya kukutoa mchezoni na kuingia kuchukuliwa na mwovu. Kwa Mungu tusaidie, saa ya kujaribiwa kwetu inapofika, usitutie kwenye jaribu. In case tutaingia, utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So lazima tuone kwamba wokovu tuliopewa na Mungu, Mungu ametupa kama survival strategy ya hapa duniani. Ya hapa duniani. Jana nilikuwa namsikiza Pastor Isaac akasema Adam hakunyang'anywa mbingu. Na Yesu anasema alikuja kukitafuta kilichopotea. Na kilichopotea sio mbingu. Adam alichopoteza ni dunia, mamlaka juu ya vitu na viumbe. Mungu alisema tumfanye mtu kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila chenye kutambaa. Wakatawale resources, wakatawale vitu. Now, kitu pekee Adam alichopoteza kwa sababu ya anguko la bustani, alipoteza utawala juu ya vitu. Kwa hiyo sasa, ili mtu amiliki vitu, lazima abao kwa shetani. Si ndio unasikia Yesu anaambiwa na shetani, nisujudie maana nitakupa ulimwengu wote huu. So today, ili watu wamiliki utajiri, ili watu wamiliki fedha, ili watu wapate kazi, ili watu wamiliki, lazima wabao kwenye mfumo wa ibilisi. Mifumo yao lazima utoe rushwa upate. Mifumo yao lazima uhongwe mtoto wa kike upate. Mifumo yao lazima utoe kafara upate. Mifumo yao lazima uloge upate. Now, Mungu anataka ukutoe kwenye huo mfumo, akulete umiliki tena, lakini kwa mfumo wake. Yes. Kama mimi nilimuelewa pastor kuliko nyinyi. Bwana asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ni muhimu tukajua, watu wa Mungu, kwamba tunapoletwa kwenye makusanyiko na makongamano kama haya, kila mzazi anakuwa na vision yake. Kwa lazima tufahamu ndani ya moyo wa mbeba maono. Ndio maana tunamuita mbeba maono. Yeye ndo amepewa maono. Kila kanisa lina maono. Yaani Mungu akimaliza kutuita anatupa maono. Maono haweki ndani ya washirika, anaweka ndani ya mtumishi aliyemuita. Alafu yeye yale maono ndo anatakiwa kujua, anatakiwa wa producer au akuwa nani. Mimi wito alionipa Mungu, baada ya kuniita kwenye wito, akaweka maono. Maono yanatofautiana. Maono yangu sio maono ya Apostle Negi. Lakini wito unaweza ukawa mmoja. Wote tumeitwa kuwa watumishi wa Mungu. Inawezekana wote tumeitwa kuwa mitume. Inawezekana wote tumeitwa kuwa manabii. Inawezekana wote tumeitwa kuwa wachungaji. Lakini what was the personal vision? Kwamba kwenye wito aliokuitia Mungu, maono yangu mimi ni nini? Maono yangu mimi kama Pastor Tony ni nini? Ili niwafanyeje hawa watu niliotumwa kuwaongoza? Task ya Moses sio task ya Joshua. Walikuwa wanaongoza watu wale wale. Malengo ni yale yale. Maono ni tofauti. Kwa sababu Yoshua anaambiwa ni wewe utakayewaingiza watu hawa. Lakini Musa hakuambiwa ni wewe utakayewaingiza. Musa aliambiwa ni wewe utakayewatoa. Yes. So kazi ya Musa ilikuwa ni kuwatoa. Na maybe Musa hakusoma script sawa sawa. Script yake ilikuwa so direct. Nenda kwa Farao kawaambie Farao uwatoe watu wangu, Mungu anawaita wakaniabudu jangwani. Nitawapeleka nchi ile. Sio wewe Musa utakayewapeleka, wewe utawatoa. Biblia inasema kwa mkono wa nabii walitolewa, kwa mkono wa Mungu wakatoka. Akawatunza jangwani kwa mkono wake, kwa mkono wa Musa. Kwa mkono wa Musa Mungu analitunza taifa la Israeli jangwani. Lakini hawawezi kuingia kwa Musa because Musa vision yake inaishia jangwani. Kwa sababu malengo ya Mungu alimwambia ukawatoe ili wakanifanyie ibada wapi? Jangwani. Kwa Musa kazi yake itakiwa ishie pale walipomaliza kutoa dhahabu zao na fedha zao, wakajenga sanduku la agano, story imeisha. That's where he ended. Ndio maana mbeleni huko alikokuwa anaendelea, alikuwa anachemsha tu. Mungu akaona isha kwa tabu. Akaambia nenda mlimani ukafe. Sababu nini umeshindwa kunistiri? Unajiuliza swali, Baba Mungu, huyu jamaa amekaa na wewe miaka 40, amewatoa watu, ameriski maisha yake. Leo kakosa kamoja tu. Si unajua Musa kuingia nchi yaji kwa sababu tu ya kosa la alishindwa kuongea na mwamba. Yaani alitakiwa aongee na mwamba, yeye akaamua kuupiga kwa sababu ya hasira. Na mimi Mungu. Ngoja. Na Biblia inamuelezea kabisa kwa sifa kwamba katika watu wote waliowahi kuishi hakuna mtu mnyenyekevu kama Musa. Hata hilo ukuliona. Ni kama Mungu alikuwa anatafuta tu sababu, lakini kazi yake ilikuwa ishaisha. Kazi yangu ikisha nami nikiondo nitaka kuharibika. Kazi ikishaisha, kila kitakachofuata hapo ni makosa tu. Muulize jirani yako, mtumishi wa Bwana. Mwambie mtumishi wa Bwana, hapo ulipo unaendelea au vimeisha? Nazungumza na wale ambao hawajaoa wala kuolewa. Nianze na hao. Usije kama umeng'ang'ania mahali kumbe kazi ishaisha. Kila unachofanya kaka anakosoa. Ukisuka hivi za kwenda huku anakosoa. Za kulala hivi anakosoa. Haya, nimeamua kuweka weaving, anakosoa. Umeamua kuondoa weaving usuke rasta za kusimama, anakosoa. Isha. Jiongeze mwana kwetu. Haleluya. Amen. Plaza, wewe kila ukitokea mbele yake umevaa jinzi, sijui umevaaje? Umevaa haya suruali ya kitambaa, sijui umevaaje? Umevaa viatu, umevaaje na soksi hizo? Ishaisha. Ikishaisha hauna namna. Yaani kila kitu utakachofanya unakosea. Bwana asifiwe sana.
So Mungu na Musa walishamalizana, yani kwa sababu task yake ilikuwa ni kuwatoa watu. That one Joshua couldn't do, lakini kuwaingiza ilikuwa ni Yoshua. Mungu akamwambia kwenye hii sasa, sikiliza, tofauti ya maono inatofautiana pia resources tunazotumia. Tunajua Elia alipoondoka alimwachia Elisha koti, lakini Mungu hakumwachia Musa fimbo. Hakumwachia Yoshua fimbo ya Musa. Fimbo ya Musa ilipotea. Kwa nini? Kwa sababu kuingia, hatuingii na fimbo. Kuingia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kamwe kinywani mwako, yatafakari maneno yake mchana. Hii ni kukwambia kwamba Musa alitutoa kwenye wokovu, Yoshua alitusaidia kuishi ndani ya wokovu. Yes. Unaweza ukawa umekuja kwenye wokovu, umekuja kwenye imani hii ya Kristo kwa sababu ulikuwa unaumwa, ukawa umetingwa, ukaja kuombewa. Baada ya kuombewa ukakaa. Baada ya kukaa hapa haukai tena kwa miujiza. Ulikuja kanisani kutafuta huduma, labda kazi zilikuwa ziendi vizuri, labda mapito fulani alikuwa nakupitia, ikakupropel kuja kanisani. Imbo ya Musa ikafanya muujiza, ukapata muujiza. Ndiyo maana Musa alienda kuwatoa wana wa Israel kutoka Misri only by the way of miracle, the road of miracles. Farao alionyeshwa show tu, yani Farao hakuhubiriwa. Alionyeshwa, waambie watu wangu waende, isipokuwa kesho nzige zinakuja. Mimi nawazuia, haya kichi nzige hao. Waambie watu wangu watoke, usipowaachia waondoke, kesho tunaleta chawa. Mtajikuna mpaka mshangae. Mfalme anasema, si wasafi sana. Haya wasafi, mtamwona Mungu na chawa zake. Mungu anatuma chawa hata kama unaoga. Wanaanza kujikuna. Nini chawa? Musa alisema hivi, kweli imetokea. Waachie watu wangu waende, mkikataa kesho naita vyura. Farao anasema hivi, vyura kutokea wapi? Na wakati mabwao yako mbali na Biblia inasema hivi, hamnijui. Mungu anasema hamnijui. Vyura vikatokea kwenye mto wa Misri. Vikaja kule. Yule sasa, vyura wametokea wapi? Nakumbuka kale kayumba ka zamani tulikuwa tunaimbaga, ni wewe Baba unaweza mambo yote. Ni wewe Baba unaweza mambo yote. Imelisti pale, ule wimbo kausikilize, umelisti pale shughuli za Mungu. Watu walipoleta kiburi, vumbi likageuka kuwa chawa. Ni Mungu huyo mmoja ambaye ukimpelekea mavumbi anageuza kuwa chawa. Ukimpelekea mto Naili anachomoa vyura. He is everywhere. Sasa hiyo ni shule ya siku nyingine, kwa sababu kule kote Mungu alikopika yale mapigo yote aliyowapiga, alikuwa anapiga miungu kabla hajampiga mtu. Unajiuliza swali, Musa anaambiwa apige mto Naili alafu unageuka kuwa damu. The question is, what is the connection between the water and the blood? Hayakudondoka matone ya damu, wala fimbo ya Musa ilikuwa haina damu, wala haikuwekwa donge la damu. Manake the river to them, it was not just water, it was a living creature. So when Moses was hitting, he was hitting a living creature with blood. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Niko hapa hii yote nakuelezea tofauti ya maono ya watumishi wa Mungu. Kwa ni muhimu watu kujua kwamba kanisa nililoenda, sehemu ambayo nimefanya kuwa sehemu yangu ya huduma, kwani maono yao ni nini? Maono ya huyu mtumishi ni yapi? Na maono hayaendi mbali. Maneno yangu ya kila siku napokuja madhabahuni, you will pick my vision in there. A smart person I expect, kwa kunisikiliza utajua kinachoujaza moyo wangu. Biblia inasema moyo wa mtu unafunuliwa na maneno ya mtu. Mtu anapoongea, mshtue sister hapo. Mtu anapoongea, haleluya. Amen. Mtu anapoongea unaweza ukapik huyu mtizamo wake ni nini, maono ya moyo wake ni nini. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa otherwise kanisa litakuboa, huduma itakuboa, utachoka if you do not pick the vision.
if you do not pick the vision. I'm telling you this with all my heart because I want you guys to be benefiting with the ministry that you have. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa nini leo hii Wakristo wengi wanatoswa huku na huku, wanarushwa huku na huku kwenye imani zao? Ni kwa sababu many of them hawaja catch the reason why they are where they are or why God brought them where they are. Wengi hawajakamata kwa nini Mungu amenileta hapa, ameniunganisha na huyu, ameleta na huyu. Ndio maana wanarushwa huku na huko. Mtikize jirani yako, mwambie usirushwe. Kamata maono, kamata sababu kwa nini Mungu amekuletea aliyekuletea. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii itakusaidia kwenye maisha yako. Itakusaidia kwenye maisha yako, usiichoke safari hii, maana safari hii ni ndefu. Yes. Safari hii ni ndefu, na safari hii mwenzie chakula. Nakumbuka Elia alivyoambiwa na Mungu, kula chakula maana safari hii ni ndefu. Kwa hiyo safari ya imani inategemea aina ya chakula. Ili usimwache Yesu njiani, inategemea na aina ya chakula. Yes. Mwambie jirani yako, mgeukie, mwambie safari ya imani. Relax. Mwambie safari ya imani inategemea aina ya chakula. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Safari ya imani inategemea nini, watumishi wa Mungu? Utaenda paka wapi? Utakuwa na nguvu kiasi gani? Inategemea na aina ya chakula. Na mtu ambaye anakata tamaa njiani, either amekuwa mtegevu kwenye kula chakula au malisho yake hayako sawa sawa. Namna yake ya ulaji haiko sawa sawa. Ndio hawa mnawakuta leo wapo kabisa na walikuwepo kanisani, labda media team au walikuwa naimba kwaya au wanasafisha kanisa, kesha kutwa yuko barabarani uko anahangaika. Nini? Anasema mimi pale siwezi kwenda. Nini? Anasema wamenikanyaga. Mama nani anasema sana? Chakula. Amepoteza maono. Hakujua kwa nini alikuja. Yeye akili yake anajua alikuja pale kwa sababu ya mama Ana. Kwa hiyo mama Ana kamuuzi ile kanisa, mimi siendi tena. Nini? Mama Ana amenikwaza. Maono hayajaondolewa. Mbeba maono hajaondolewa. Mahubiri bado yapo. Mafundisho bado yapo. Ila ame lose purpose. Ame lose sababu. Dr. Myles Munroe aliwahi kusema, kusudi la kitu lisipojulikana, uharibifu hauwezi kuzuilika. Kusudi la kitu lisipojulikana, uharibifu hauwezi kuzuilika. Kusudi la kitu lisipojulikana, uharibifu hauwezi kuzuilika. Kusudi la kitu lisipojulikana. Kusudi kwa nini niko hapa? Kusudi kwa nini Mungu ameniweka chini ya huduma hii? Kusudi kwa nini Mungu amenivuta hapa? Lisipojulikana, usipolijua, uharibifu hauwezi kuzuilika. Uharibifu mwingi ni kwa sababu tumeyakosa makusudi. Tumeyakosa makusudi. We lost purpose along the way. Hii iko hivyo kwenye ndoa. Iko hivyo kwenye ndoa. Hey, do you know, robo 3 ya watu wanaooa, nimekuja kufanya research. Mimi sasa hizi ni mchungaji full time. Nafungisha na ndoa mimi tangu mwaka 2015. Nafungisha ndoa za watu. Lakini ninavyoziona vitu vinakwenda pa unakuja unakuta baadaye watu wanakuja na habari mbalimbali, unagundua kabisa hawa jamaa, huyu jamaa hakujua kwa nini anaoa. Unajua kuna kujua kwa nini unaoa, alafu kuna kujua kwa nini unamuoa unayemuoa. Maana ukisema tu mapenzi ndio kigezo. Sasa hivi mimi ni mtu mzima, na mimi kwa neema ya Mungu angalau nimekamata mzigo kwa miaka 15. Mwakani tunaingia 15 ya ndoa. Kadri siku zinavyokwenda, sura yangu inazidi kukomaa. Na inakomaa kwa sababu moja, akili yangu inawaza sana kile Mungu alichoweka moyoni mwangu. Kwa hiyo mke wangu mimi anasikia raha sana akipika niwe nakula. Hasa kuna saa unaingia
ndani roho yako ina mawazo, jamani mtoto amumsikii jamani mpaka tuseme tena. Yaani akifanya tu hapo hapo naweka ziwa. Baba alisema jana, ukiona namna gani weka yote mawili. Saidia watoto asilie njaa. Usiwe mama mchoyo. Bwana asifiwe sana. So kuna sana kuwa natamani akipika chakula nile chakula. Sasa kama definition yake ya mapenzi ni kwamba bebi wangu wale chakula changu. Sasa amejazwa mtaani huko, labda mfano aambiwe kwamba mume mzuri ni lazima ale chakula chako ndani. Ukiona mwanaume anakula ndani, akija ndani kwako hali chakula, ujue kama amekula nje, fuatilia. Lazima utaachana na mimi siku ya 3. Kwa sababu sometimes narudi ndani, akili yangu inawaza another way forward to break through more in ministry, to break through more in business, because kuna maono mimi nimeyaona. Kwa kama penzi langu na wewe unaliweka kwenye chakula pekee, nakwambia mimi sababu ya ndoa imeharibika. Kwa kadri jinsi siku zinazozidi kwenda, unaanza kudua appetite zetu za ndoa zinabadilika, yani priority. Hii inakusaidia wewe ambaye hujaolewa wala kuoa. Kadri unavyozidi kuondoka mwanangu, ukishafika mwaka wa 5 unagundua sababu zilizoingiza kwenye ndoa sio zenyewe kabisa. 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 Na hapo sasa, kama hakuna sababu ya kiungu, kama hakuna vision, kama hakuna maono ndani ya hiyo ndoa, kama hakuna the reason why you came together. Unafikiri kwa nini watu wanatangaza kuachana mapema? Kwa sababu wanaona hatuna cha kupoteza. Lakini ukishashikana na mwenzao na unajua kabisa hivi, mimi na huyu tumeitiwa jambo moja. Sio lazima liwe huduma. Sio lazima liwe huduma kwamba eti wote tukahubiri injili. Inawezekana mmeitiwa nyinyi kuwa labda unajua sisi wote ambao tumeokoka ni watumishi wa Mungu in a way. You are an apostle in the marketplace, you know that. Wewe ni mtume wa Mungu sokoni. Kwa hiyo lazima ujijue kama tumeitiwa kuhakikisha kazi ya Mungu inasogea, au kumzalia Mungu watoto wenye imani, au kumzalia Mungu vitu ambavyo vina maana. Tuzibebe huduma. Sisi hatutakuwa tunahubiri tunashika mic pale mbele, lakini sisi tutakuwa na mzigo wa kutosha. Mchungaji afanye nengana upande huu ndo wana hela peke yao kuliko upande ule. Sema amina kule. Mwambie jirani yako, hii anachosema hicho ndio Mungu aniitia mimi sasa. Mimi sijaitwa kuhubiri sana, ila nimeitwa kutoa mzigo. Kazi ya Mungu haitakwama. Yaani budget ya Penuel 2027 tayari unaanza kuiomba, naombeni mapema. Yes. Imagine having a company ambayo CFO wake ana taarifa kabisa kwamba in every year kuna fungu maalum linaenda kusave budget ya Penuel. Apostle anaambia kabisa, mama na apostle tafadhali msiwaze bajeti za Penuel, zileteni ofisini kwetu. Invoice yake bwana, tuna bajeti ya milioni 70 safari hii ya Penuel. Tunaiomba. It should be normal for church to give 100 million one person. Very normal. Yes. Very normal. Ana atakiwa kitu cha kimatangazo. Apostle mzee wangu alikuwa ananiambia anajenga Mwanza. Yesu sio jambo la kusema hivi, jamani tunaanza ujenzi, tutoeni michango. Apostle, issue yoyote inayohusu misumari kwenye hilo jengo, misumari yote si ndio tunatoa. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu amesema mimi ndimi nyundo. Waza hii mzee wangu, ile Tuga Cement ingekuwa ni ya mtoto wa Mungu. Badala ya kutoa fungu la 10 la hela, anasema kanisa lolote nchi hii litakalo kuwa na ujenzi, kuna portion ya mifuko zaidi ya 800,000 au mifuko milioni 10 kila mwaka inatengwa kwa ajili ya kujengea makanisa. Zitaacha kuwa wishes kanisani. So we need to raise people in the house of God ambao wana dreams za kuwa industrious. Yes. Za kuwa viwanda. Sio kwamba wote waje tuje tuhubiri injili. Alafu tukiwa kwenye hivyo viwanda
tukiwa kwenye hayo masoko yetu, watoto wetu wakiwa wanakuwa wanafundishwa, ili biashara hii iendelee, mfumo ni huu. Siku mtakapoacha kutoa hii mifuko na biashara imekufa. Hao watoto watamwamini Mungu, hawahitaji kuombewa mikono, hawahitaji kuneneshwa kwa lugha, watamwamini Mungu tu. Kwa sababu gani? Baba yao alishawaambia kwamba biashara hii iliweze kusimama, kuna mifuko kadhaa inaenda kujenga makanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. So every man of God ambaye Mungu amemwita anayo maono, na kwa kuwa yako maono, kuna roho ya maono inakuwa iko pale. Kwa sababu cha Mungu chochote akitokei kama hakuna roho. Nilisema hilo jana. Cha Mungu chochote akitokei kama hakuna roho. Kwa unaweza ukawa umepewa maono, kwa sababu maono yanakuja kwa neno. Mungu akamwambia Habakuki, iandike njozi hii, iandike maono haya. Write down this vision. And vision to him came by the word. So baada ya kuambiwa kwenye ile Habakuki sura ya 2 pale, alipokuwa akilalamika juu ya maisha yake, alipokuwa akilalamika juu ya maisha ya taifa lake, Mungu akamwambia Habakuki, andika njozi hii. Kwa sababu gani? Alisema nitasimama nione sasa Mungu atakaloniambia kwa habari ya kulalamika kwangu. Chapter 1 yote Habakuki analalamika. Chapter 2 anasema hivi sasa inatosha kulalamika. Ngoja sasa nisimame nione Mungu atakaloniambia kwa habari ya kulalamika kwangu. Mungu alipokuja cha kwanza anamwambia andika maono. Andika maono. Maana yake nini? God was preaching to Habakkuk. So it is enough from today, if I'm permitted, sir. It is enough from today kuyasikiliza mahubiri tu kama mahubiri. Kila anapokuja mtumishi wa Mungu mbele yako, ona Mungu anakuingizia maono. Amen. Tuache kuchukulia mahubiri na mafundisho tu kama ni mafundisho tumefundishwa ili tuwe na tabia njema. This is not elementary class. It's not a kindergarten. We are not a kindergarten church. This is church built by the word of God. By now, Paulo anasema by now you are supposed to be teachers of others. Hii ni kanisa lililojaa neno. Mambo ya tabia njema, sijui usizini, usiibe. These are the elementary things. It is written in the Bible. Anasema by now mmesakiwa kwa watu wazima. Waebrania anasema. Yes. Please read that. Waebrania sura ya 5 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 11. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Kila mtu atumiaye maziwa apewaye maneno mepesi mepesi. Yes. Apewaye maneno ya kumtiatia moyo. Ni maziwa. Unambembeleza kula mtoto. Mtu mzima unaambia kula, usipokula shauri yako. Sasa ukimpelekea mtoto kauli ya namna hiyo kwamba kula, usipokula shauri yako, sababu ile kanisa halina upendo. Halina upendo. Yaani mimi nimepitia kipindi naumwa, hamna aliyekuja kunitembelea hospitalini. Kanisa gani lile? Kikundi cha wamama kimenyamaza kimya. Kama sikuwepo wakati wa Penueli kusaidia, nilikuwa napakuwa na chakula, hawakuja kunitembelea. Sisi tunategemea namna hii. Yes. Ukiwa unapitia mapito yako, ukiwa unapitia kipindi chako kigumu, tunategemea by now umelijua neno la haki. Yes. Na kwa kuwa umelijua neno la haki, hatuhitaji kukutembelea. Yes. Unahitaji kuchomoka, unahitaji kuchomoka wewe mwenyewe, na ukichomoka wewe mwenyewe, unahitaji mwisho wa siku tukuone umetoboa. Amen. Alafu unakuja unasimama hapa mbele, unasema watumishi wa Bwana, mnalikumbuka lile neno alilofundisha Mama Ndege? Mnakumbuka lile neno alilofundisha Apostle siku ile? Nilikaa nalo kwenye kitanda cha hospitali, nikawa nalitamka lile neno. Jamani, Yesu ameniponya, lile neno limefanya kazi. Amen. It's not the time to hear the elementary stuff. Usio wakati wa kusikia maneno mepesi mepesi. Hallelujah. Amen.
kila tunaposikia maneno ya Mungu yanatakiwa yageuke kwetu kuwa ni maono, kwamba hivi ndivyo huyu baba anachokiona, hivi ndivyo huyu mtumwa wa Bwana anachokiona. Kumbe anaona hivi, kumbe anaona hivi. Sasa maono we umetoka nako huku zako huko mpolipoli, umekuja kanisani huku unakuja kukwambia wewe unaweza kuwa mfalme. Sasa wewe umezoea, mimi ni mchunga kondoo tu, nachunga zangu makondoo. Baba yangu kikubwa anachokiona baba yangu mimi ni mchunga kondoo. Kiasi kwamba nabii wa Bwana alipokuja nyumbani kwetu kututembelea, baba kaita watoto wake wote, mimi kanisahau, mimi ni mchunga kondoo. When you meet the man of God tells you who you are. Yes. Not according to your father, but according to how God sees you. Yes. Kanisa ni sehemu la kuvumbuliwa. Kanisa ni sehemu ya kuvumbuliwa. Biblia inasema waliopandwa katika hema ya Mungu, waliopandwa katika nyua ya Bwana, hao ndio wanastawi. Kustawi hakupo kama hujapandwa. You can never know what you are. Unayafahamu yale maua, hata hizi roses hizi, maua huwa yana tabia ya kujifumbira namna hii. Alafu as days goes, katika ile hali ya kukua kwao, as faithfully as they attach themselves to the shina, time will come, litajivumbua na kujua wow, kumbe hili huwa linapendeza namna hii. Lakini ukikata kile kikonyo mapema, kile kiua kitabaki kwenye hali ile ile. Ndio maana watoto wengi wa Mungu hawashindwi kutoboa, hawawezi kuvumbuka, hawawezi kutokea kuwa vitu vikubwa vya maana, because they are not planted. They are not planted. They are not planted. Wanachoka haraka. They are not planted. Wamezoea utoto. They are not planted. They are not planted. They are not planted. No matter which church you are coming from, wherever you are coming from, make sure you have a place where you are planted. Yes. You are planted. Someone must water you. Lazima aweko mtu wa kukumwagilia maji, wa kukupalilia, ili uchomoke kuwa kitu kilichostawi. Wewe ni zaidi ya ulivyo, but it will take Samuel to take out whatever is in you. Yes. Do you know? Mungu alikuwa anajua mbinguni Daudi ni mfalme. Alimfuata Sauli akamwambia hivi, alimfuata Samueli akamwambia Sauli tumemkataa, ila nimemuona mwana mmoja wa Yese Bethlehem. So Mungu mbinguni ana mfalme, wakati huku duniani sisi hatumjui ni nani. Wewe hapo ulipo unaweza ukadhania wewe umeishia hapo ulipo. Ndio maana narudia, watumishi wa Mungu tunaposema wamebeba maono, sio wamebeba maono ya huduma, wamebeba maono ya sisi tunatakiwa tuwe akina nani. Yes. Nisikilize. Living water sio jengo. Living water ni watu. Jengo bila watu halina maana. Kanisa sio jengo. Kanisa ni watu. Unanisikia ninachokisema? Yes. Unanisikia ninachokisema? So we must know. Huwezi kuwa daktari kama hujasoma chuo cha udaktari. Imagine kama tu elimu za dunia hii, ili mtu aaminiwe kushughulikia mtu aliyetoka, watu wote nyumbani kwao na hela zao na nguvu zao, hata kama ni mabregedia wa jeshi, hata kama ni makanali, hata kama ni matajiri, mabilionea, mtu wao anaumwa tiki na mahela yao na utajiri wao na vyeo vyao, wanakimbiza gari kuelekea uelekeo mmoja. Wapi? Kuna kijana eti yupo kule ambaye baba yake alimpeleka shule ya medicine, akakaa huko medicine miaka labda 7, wakaongeza wengine wakawa daktari kwa miaka 10, alafu mkamwacha mgonjwa wenu. Imagine hata rais wa nchi bilionea anaachwa kitandani, anaingizwa ICU, ndugu zake wamebaki nje, vyeo vyake vimebaki nje, hela zake zimebaki nje, yuko kule nje na madaktari ambao hatuwajui, hatujasaini mkataba nao, hatujalelewa nao, kwa sababu tu tumewaamini
walisoma. Kwa sababu tu kuna mtu aliverify vyeti vyao akasema huyu hapa anastahili kufanya operation. Kwa tumewaacha ndugu zetu ICU, si tuko nje. So mgonjwa wetu is at the mercy of the guy who went to school Muhimbili. Atakachokifanya, atakachotuletea tutakiamini. Ikiwa elimu za dunia hii watu wanaweza kuaminiwa kiasi hicho, wakavumbuliwa na waalimu na malecturer. Yani amekuja pale na PCB tu kichwani, lakini lecturer anamtransform kutoka a student wa form 6 wa PCB mpaka into a full doctor ambaye ataaminiwa kuhendo uhai wa watu. Si zaidi sana time tunayotumia kukaa kwenye ibada, kujengwa na neno la Mungu. Maana yake there is a way Mungu kwa neno lake anawatumia watumishi wa Bwana kutuvumbua kuwa kile Mungu anachotaka tuwe. Amen. Kuna mtu leo hii kabla hatujamaliza kongamano hili, katika jina la Yesu Kristo utakuwa kile Mungu anachotaka uwe. Amen. Nasema utakuwa kile Mungu anachotaka uwe. Amen. It's never a wastage coming in the presence of God to learn. It's never a wastage. Kwa sababu huu ni mfumo mwingine wa maisha. Sisi tumezaliwa kwa roho. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Alisema jana Pastor Isaac. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa kuwa tumezaliwa kwa roho, lazima tutafute maziwa ya roho, chakula cha roho, na tupate mtu wa kiroho wa kutulisha chakula cha roho, ili tuwe hiyo picha Mungu anayoiona rohoni. Ili tuwe hivyo Mungu anavyotaka tuwe rohoni. Otherwise tutaumia wanapoumia wa mwilini, tutateseka wanapoteseka wa mwilini, tutakwama walipokwamia wa mwilini. Wakisema wao wana kansa, na sisi tutaishia kusema tuna kansa, wakati sisi tunatakiwa tuwe na lugha nyingine, tunatakiwa tuwe na usemi mwingine. Watu watuulize maswali, ilikuwaje sisi tumepata kansa, wewe hujapata kansa? Umri tunafanana, shule tunafanana, elimu tunafanana, jinsia tunafanana. How did it happen? Unasimama kama shahidi, unasema nimemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, naye amenijuza nimepata uzima wa milele. Ukiwa na uzima wa milele, uhai wako hauwezi kukatishwa. Ukiwa na uzima wa milele, una uzima ule ule wa Mungu alionao. Ukiwa na uzima wa milele, unatembea kwenye ulimwengu ujao, kwenye ulimwengu wa sasa. Unayapata ya ulimwengu na ukuja kwenye ulimwengu wa sasa. Hallelujah. Amen. Salvation inaondoka kuwa tu kwamba ni dini ya kipendwa. Na mimi siku hizi nimeokoka ni mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. No. Inakuwa ni lifestyle. Kwa hiyo church linaacha kuwa church, linageuka kuwa training center. That's why I'm so grateful, sir, for transformation course. I'm so grateful. Manake inakuelezea maono ya mchungaji. Ukisoma notes za transformation course, inakuelezea vile mbeba maono anavyotaka watu wawe. Kwamba ifike saa watu kukukanyaga na kukuumiza lisiwe issue. Uwe na uwezo. Hakuna lolote Mungu alilotaka tuwe nalo kutoka kwake anaotegemea tutalifanya kwa mwili. Mungu ni roho. Akikwambia cha kwake, inategemea uwe na roho ili kukifanya. Akuwezeshe kufanya. Tuko mwilini, aliposema tusamee, hakutaka tuwaze kama wanadamu. Aliposema tusamee, alitaka tuwaze kama yeye. Oh my God. Whatever God is giving you, whatever God is telling you, chochote Mungu anachokuambia, He is not expecting you ufanye from the position of humanity. He is expecting you to ufanye from the position of godliness. Na anasema ametupa kila kitu kinachotupaa, kitupasacho utaua na uzima. Godliness and life. So, from the many teachings of the man of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kutoka kwenye mafundisho mengi ya mtumishi wa Mungu pamoja na mama au kiongozi wako wa kiroho ambaye Mungu amemweka mbele yako, kutoka kwenye mafundisho mengi
you have to pick what is the vision, what is the goal of this man. Kwani message yake inatupeleka sisi kuwa kina nani? Lengo lake ni, otherwise you will have a mere association with men of God. And an association leads into familiarity, and familiarity leads into proximity. Utaishatuza, hey jamani, mama Lili shikamoo. Inza kwako mama yao watoto na mama yao. That's the only thing you know. Church is not a social club. Hatujaja hapa kujuliana hali. This is a training center of people becoming godliness. Yes. We have to find out kwenye moyo wa mtumishi wa Mungu alipotengeneza hiki kitu, alipotuambia haya maneno, what was he looking for? Ndoto yake ilikuwa tutokee kuwa nini? Tutokee kuwa nani? Sisi kabla tujawa watu tumekuwa vitu. Sisi ni kitu kabla ya kuwa watu. Ndio maana asemi yoyote anayezaliwa na Mungu anaushinda ulimwengu. Anasema chochote kinachozaliwa na Mungu. Chochote kinachozaliwa na Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, alitukomboa kwa damu yake, akatufanya sisi kuwa ufalme, sio wafalme, ufalme. We are the whole kingdom walking. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kutoka kwenye mafundisho mengi yanayohubiriwa, maneno mengi yanayohubiriwa, maneno mengi yanayozungumzwa, shule zinazopita, vitabu vilivyoandikwa, what are they really looking for? Wanatarajia chuoni wale ambao angalau wamesoma kidogo, achana na sisi ambao tumerukaruka mitaala. Wale ambao walipenda shule, unafahamu ukifika chuo kikuu, when lecturers wanafanya first appearance kwa wanafunzi wao, kuna kitu kinaitwa course outline. Kwamba malengo yangu mimi kama lecturer, nikimaliza kufundisha, natarajia wanafunzi wangu wawe hivi, wawajue hivi. Niamini mimi, kila mtumishi wa Mungu ana divine course outline. Na sisi, wewe nikwambie, mtumishi wa Mungu hatadaiwa kwa idadi ya Wakristo walionao kanisani. Mtumishi wa Mungu atadaiwa kwa watu waliopewa. Je, wamekuwa vile Mungu alivyotaka wawe? Ndio maana sisi hatupimwi kwa namba, sisi tunapimwa kwa quality, the kind of people. Yes. The first appearance ya Peter and Jesus, Yesu anamchukua Petro akiwa ametoka kwenye depression ya biashara. Kitu kimekataa, mzigo umebuma, kapiga kazi usiku kucha, mambo yamedoda, anakutana naye. Alafu mwamba kama amuoni vile, anaendelea kuhubiri, heri walio wanyofu wa moyo, hivi na hivi na hivi, hivi na hivi na hivi. Mwishoni akiwa amemaliza, Petro akiwa anafua nyavu zake, anamwambia, "Oya, twende tukavue samaki." Anamwambia, "Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha." Sio tu kazi, ilikuwa inachosha, usiku kucha, hatujapata kitu. Petro akamwangalia akamwambia, "Lakini kwa neno lako, kwa neno lako, kwa neno lako tutashusha nyavu. Maana nimeyasikia maneno yako, nimeyaona maneno yako, nimeyaelewa maneno yako. Kwa kuwa wewe ndio umesema tukashushe nyavu, tutashusha nyavu." Because this time we are not going to our businesses because we went to school. We are not going back to our career because we went to school. We are going back to our businesses, our career. We are going to face the market. Hiyo ni Jumapili sasa. Mtumishi wa Mungu amezungumza. Hata kama wiki iliyopita vitu vimebuma, soko halijaeleweka, wateja watokea, lakini kuna neno limehubiriwa siku hiyo. Yes. Sasa unaiface ile biashara tena, unawafuata wale watu tena. Hey, hallelujah. Amen. Last week ulisikia kakitu kanauma kwa hapa. Asema hiki ni nini? Hiki ni nini? Au hapa, hiki ni nini? Hiki ni nini? Nasikia maumivu. Ukaenda hospitalini, wakakwambia kuna uvimbe umevilia ndani, au kuna uvimbe uko ndani na kusumbua. Mtu wa duniani anapagawa, mtu wa mwilini anapagawa kwa sababu kwake hakuna tumaini la uzima.
kwa sababu kwake hakuna option nyingine isipokuwa kilala kitandani na kufanya operation. Lakini Biblia inasema kuhusu ni mwenye haki, anasema ile haki tuipatayo kwa imani inanena. Sisi hatupokei kila kitu. Sisi ukishatupa kunazo haki zetu. Yes. Alafu haki zetu sio zinafikiriwa, zinanenwa. Yes. Ukishaniambia mimi nina uvimbe, then narudi kucheck ni haki yangu kuwa na uvimbe au sio haki yangu. Then nikirudi naangalia sio haki yangu. Alafu andiko linaniambia haki tuipatayo kwa imani inanena. Yes. Yaani hapa nikiyasema haya yote ni maandiko. Nitegemea media team mnabadilisha maandiko. Ndio hivyo sasa. Media team aliyekaa pale Biblia mara ya mwisho kasoma lini ndio hatujui. Lakini wacha tumwamini Mungu. Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 5. Haya baba, twende. Kwa maana Musa aliandika, yani wewe unayesoma usio unasema yes. Wewe kazi yako ni kusoma maandiko tu. Amen. Yani zile yes achana nazo. Amen. Wewe saizi soma maandiko tu. Amen. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria. Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria. Yani alitakiwa ameshabadilisha mtumishi wa Warumi. Twende. Tunasoma wote 1 2 3 go. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria. Ngoja kwanza mtumishi. Unajua kwa nini nasema tusome wote? Kwa sababu kuna wengine iliandikwa hamjawahi kuliona. Kwa ukisoma linakusaidia kukariri. Alafu mtumishi akwambia soma, sio kwamba anatafuta vibe. Mimi vibe yangu nayo tu. Sinaona natoka majasho hapa. Yaani na vibe langu linalojitosheleza kabisa. Yaani mimi sihitaji vibe lako lolote. Ile ninapokuambia usome na kusaidia likae moyoni. Likae kwenye ufahamu, ulione, uliangalie. Kwa sababu wengine hapo hamna hata notebook za kuandika. Kwa ukisoma angalau ina stick. Haya, tusome watumishi. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Kwa hiyo Musa kuna kitu aliandika. Musa alielezea kuna haki zinazopatikana kwa sheria. Kwa hiyo haki ya kuwa mzima. Hello? Amen. Haki ya kuwa tajiri. Musa alieleza. Haki ya kuipata baraka ya Mungu. Musa alieleza. Amen. Haki ya kuinuka. Musa alieleza kwamba ili upate haki ya kuwa na mbaraka wa Mungu, kuna maelekezo alitoa. Ushike amri zote, alafu Mungu atakutukuza juu ya mataifa yote. Hiyo ni haki ya kupatikana kwa sheria. Ili madirisha ya mbinguni yafunguliwe kwako, haki patikanayo kwa sheria inasema lazima utoe fungu la 10. Hiyo ni haki patikanayo kwa sheria. Na anakueleza wazi ni haki kabisa. Kwa hiyo atakayetoa fungu la 10 kisheria kabisa anatakiwa apate. Ni haki ya sheria. Wala usikasirike kwanza. Pole pole tu. Mimi huwa napenda kuambia watu hata kwenye maisha yangu ya kawaida usipagawe sana na story yoyote unayojua kuhusu mimi. Twende mpaka mwishoni. Mtafuta aliyekuhadisia na afu nitafute mimi. Tutagundua nani amepotea. Elewa ninachokisema. Yaani kwenye maisha kuna anayekuhadisia story kuhusu mimi, alafu kuna mimi mwenye hiyo story. Tuendeleeni kwenda mbele. Tafutane 2030 tuone kati ya hao wawili nani yupo mjini. Aliyekuhadisia story kuhusu mimi au mimi nilihadisiwa kuhusu story. Alafu tajua aliyeitwa ni nani. Kwa unaposoma haya maandiko na maelezo ninayokupa, usifanye haraka kwanza kuyapinga. Yasikilize mpaka mwisho. Amina watumishi. Bonyeza ndani yako, ambie mbona kama naelewa. Ziko haki ambazo Musa alizisema watu wa Mungu wataishi kwa hizo wakizipata ikiwa tu watatenda sheria. Hallelujah. Sasa I'm not here to teach the law. I'm here to teach you grace in faith. But I'm showing you there is a possibility to get righteousness from God, but by the law. Is there. Na Paulo anasema sheria haijafanya kosa lolote. Na matter of fact, Kristo amekuja kuitimiliza, hakuja kuitangua. Kwa hiyo sheria haijaondolewa mtumishi. Ila Mungu alipoona hatuwezi kuitimiza, akamtuma Kristo ili aitimize sheria katika mwili wake. Kwa hiyo sheria ilitimizwa. Kwa sisi tunaishi matokeo baada ya sheria. Waseme agano la kale limefutwa, halijafutwa mtumishi. Ila Kristo aliliishi kwa niaba yetu.
kwa sababu alishajua sisi mbilinge nyingi. Atatuambia tufanye hivi, asubuhi hatujafika hata saa 4 tushaharibu. Biblia inasema kwa sababu sheria ni dhaifu na sisi tunaifanya na yeye tumekuwa wadhaifu. So Musa akatuandikia haki tunayoipata kwa sheria ya kuwa mtu aifanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Haya, twende pamoja. Ongeeni na mimi watumishi. Unajua hali ya hewa yenyewe inasadifu kwamba usipoongea tu umeulamba. Mstari unaofuata. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi. Kuna haki mbili. Kuna haki inayopatikana kwa sheria na haki inayopatikana kwa imani. So the word there is righteousness or righteous. Being righteous. Kwa hiyo kuna haki inayopatikana kwa njia ya sheria na kuna haki inayopatikana kwa njia ya imani. Now, hiki ni kitambaa cheupe, sio cha upako, ni cha kujifutia majasho. Yuko mmoja anatokea upande huu, anataka akipate hiki kitambaa kwa haki ya sheria. Kwa upande wa sheria wamewekewa vigezo vyao. Ili upate kile kitambaa, unatakiwa utembee hivi, uruke hivi, uingie hivi, alafu upate kitambaa. Lakini kuna huyu huku anayekuja kwa sababu ya imani. Wote wanaitafuta ile haki pale. Kuna wanaotakiwa kuwa wazima, iwe ni haki yao kuwa wazima kimungu. But they will need to get here by the law. Huu ndio uzima wao. Hii ndio breakthrough yao. Huu ndio uponyaji wao. Huku ndio kuinuka kwao. Are we together? Are we together? Nataka kusaidia mwili wa Kristo hapa baba. Hapa ndio pale watoto wa Mungu wanapozingua. Waliokuja kwa njia ya sheria, utawasikia wanasema, nimekuwa mwaminifu sana kwa Mungu, nimejitunza, inakuwaje nina hii kansa? So you think ulitakiwa kwa sababu ya ule uaminifu wako upone kansa. Mungu atakuonyesha angles ambazo ulikuwa mdhaifu, na wewe mwenyewe utasema hivi, na ndio ukishaonyeshwa hayo madhaifu yako unasema hivi, ni haki tu mimi kuwa na hii kansa. Basi acha tu. Nasikia nachokisema. Mwae kusikia wale watu ambao wanasema hivi, wanakuja hivi, Bwana Yesu, usiponiokoa hapa naacha wokovu. Unamtisha Yesu, unamtisha Yehova. Mimi na wewe mpaka leo hatujui kama Osama alitubu au kutubu. Hatujui mpaka leo kama Barack Obama kaokoka. Na Yesu wala imshtui. Sasa wewe hujawahi kuwa rais wala mwenyekiti wa mtaa, unampiga mkwala Yesu, usipofanya naacha. Ngeukie jirani yako, mwambie punguza mkwala. Wokovu ni neema. Punguza kutupiga biti. Na anakuja sasa, mtu anakuja anashuhudia kabisa sasa, mimi namfuata mama. Mama, hii ndio maana mwisho nimekuja. Mungu asiponiponya naondoka kanisani. Mama, muulize unaenda wapi, nikuandikie barua ya kukupokea. Sababu wewe hujaelewa kwa nini upo. Na kurudisha kidogo nyuma, alafu tutaendelea pale. Mnakumbuka nilipokuambia hivi, Musa maono yake yalitakiwa kuishia kututoa, alafu Yoshua anatakiwa kutuingiza. Mungu amwambia Yoshua, ni wewe utakaye watoa watu hawa kutoka jangwani. Anamwambia ni wewe utakaye waingiza watu hawa. So the vision of Joshua ni ya kutuingiza. Na wakati tunatoka tulitoka kwa miujiza, kwa fimbo ya Musa. Kwa hiyo Musa alipewa miujiza. Yoshua hakuhitaji fimbo ya Musa, ndio maana hakuirithishwa. Yoshua alirithishwa what we call the spirit of wisdom. Mungu alimwambia Musa, muite Yoshua juu mlimani pamoja na wazee 70, then uwawekee mikono nipate kuchukua sehemu ya roho yako iingie ndani yake, maana ni yeye atakayewaingiza watu hawa. Kwa hiyo assignment ya Yoshua haikuhitaji fimbo. Assignment ya Yoshua ilihitaji roho, na roho yenyewe iwe ni roho ya hekima.
And then Mungu anamwambia hivi, kitabu hiki cha Torati, kwa sababu kitabu plus the spirit within you, miracles are happening. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kamwe kinywani mwako, yatafakari maneno yake mchana na usiku. Nikawaambia hivi wapendwa, inawezekana ulikuja kanisani kwa sababu ya matatizo ya familia, inawezekana uliamua kuokoka kwa sababu ya matatizo ya kiafya, lakini kitakacho kusustain ili safari yako ya wokovu isiishie njiani, nisikilize, sio kila siku Apostle Dega atakuwekea mkono akuombee upate miujiza. Kitakacho kusustain ni kitabu kihame kutoka kwa pastor kiingie ndani yako. Otherwise maana ya kuhubiriana kila Jumapili haipo. Maana ya kuhubiriana, tumekaa hapa wiki nzima, maana ya kuhubiriana haiko. Maana ya kuhubiriana ni hii, ili yahame kutoka kwenye watumishi kuwaombea waumini, alafu waumini waanze kukikiri kitabu kwenye vinywa vyao, ili haki yao ipatikane. Sio kwa sababu pastor amewaombea, haki yao ipatikane kwa sababu roho ya pastor imehama, imekuja juu yao, na maneno ya pastor yamehama, yamekuja juu yao. Sasa wanaongea kama pastor wao, wanasema kama pastor wao. Miujiza ambayo alikuwa ifanye pastor wao, wanaifanya wao mtaani kwao. Haleluya! Baba, mimi nakuahidi kwa jina la Yesu, Mungu atakuweka muda mrefu mpaka utasikia siku moja kuna kundi la vijana wako barabarani wanaponya wagonjwa mtaani. Sio mkutano wa Injili, sio chochote. Niko na wale watu wa Mungu pale siku 70, leo ni siku ya 55, kesho tunaingia 56. Watu wanatushangaa kwa nini tuko vile tulivyo, kwa nini tunafunga na kuomba, kwa nini tunafanya tunavyofanya. Watu wengine wanamoku miili yetu kwamba tumekondeana ndio tule. Sasa sikiliza mtumishi wa Mungu. Asante Yesu, umezuia kinywa. Oh Baba, lengo ni kuhamisha, itoke kutoka kwenye pastor anatuombea, pastor anatufanyia. Jana nikawaambia hivi, kupokea roho it takes impartation. It takes impartation. Yani muondoke kwenye kuchukua tu mafundisho maandiko. No, you get the spirit of the man, ili kwamba yale unayotarajia yeye akufanyie kwa kuwekea mkono, you do that. Kwa sababu kuna saa utampigia simu Mama Lilian Ndegi, utampigia simu Apostle, utampigia simu Pastor Tony, utampigia simu mtumishi akuombee, haipatikani simu yake, utamwacha mtoto wako afe. Biblia inasema kwa imani wanawake waliwapata wafu wao. Maana yake they were trained to the extent, walipopewa watoto wao wamekufa, wakamwambia daktari, thank you for the report, naomba unipe dakika 5 tu niseme na mwanangu, ili wasikuone kama kichaa au wasikuone wewe ni mbishi. Waambie nipeni dakika 5 tu, nimekubali. Simesema amekufa, nimekubali. Naombeni wote mnipishe, nibaki dakika 5 tu. Kukuambia wote nimnipishe, unakumbuka Yesu aliwaambia watu watoke nje. Kwa nini? Saa ya kufufua uhitaji distraction. Ndio maana miujiza mingi ya kufufuka haitokei. Kwa sababu huwezi kufufua watu wakiwa wanalia. Ukiniita mimi nifufue watu, ukubali, nitawatoa watu wote nje. Sasa wewe mmeshamuita mama yenu wa Kiela, amekuja pale anasagarusa. Mnaita kusagambula, si sagandula ile. Wanagaragara pale chini. Oh, afuile. Alafu hapo unataka niseme kwa jina la Yesu fufuka. You can't, you are distracted. Resurrections takes setting apart. Everywhere somebody in the Bible was resurrected, the doors were closed. There must be a separation, set apart, ili kuondoa distraction, kwa sababu faith does not work emotionally. Ukiingiza tu emotions, imani haifanyi kazi. Ndio maana unamsikia mtu ni kiwete, miguu yake haitembei. Petro anamwambia tutizame sisi. Ukiangalia magongo yako utoboi, ukiangalia fedha utoboi, ukiangalia watu utoboi, tutizame sisi. Kwa hiyo jamaa kutakiwa kuwa distracted, alitakiwa focus. Where there is a miracle, there is focus. I'm trying my best to teach you practical life of living the word. Otherwise uwepo wako kanisani utakuchosha. Imani isipoingizwa kwenye matendo unachoka ibada. Unachoka.
Hatukuoni kanisani. Ukiulizwa unaanza kutafuta sababu. Nimsingizia nani tatizo pale? Unaanza Mama Joshua. Mimi ningekuja kanisani lakini Mama Joshua mimi ananikwaza. Na wewe umechoka kwa sababu hujui namna ya kufanya imani. Na umezoea kupigiwa simu, mbia halo, mnaendeleaje huko? Salama, jamani, hatuja kuona. Huu ni Ukristo wa utoto wa zamani sana. Yaani unakuja kanisani baada ya kupigiwa simu. Na unafanya kulalamika mtaani. Sijaenda kanisani pale wiki nzima. Na wamenyamaza kimya. Hamna aliyenipigia. Hamna aliyenijulia hali. Hamna aliyenijulia. Katoto wako. Jitu zima lina madevu alafu linakuwa kama katoto. Limama jitu zima. Unasubiria ipigiwe simu. Mama nani, mnaendeleaje? Sija kuona ibadani. Mpendo, acha tu. Bora umenipigia, acha tu. Njia ya wokovu ni nyembamba. For so long we have been creating weak Christians. That's why biashara zetu zinanyang'anywa na wapagani. Kazi zetu zinanyang'anywa na wapagani. Kwa sababu kila ukisumbuliwa ofisini unakimbilia kwa pastor. Niombe, ofisini wananianea, wanakaribia kuniandikia kufukuzwa kazi. Pastor, if the word I taught you the whole week could not help you the time they gave you the letter, ilitakiwa alipokupa barua ya kufukuzwa kazi, unaiangalia ile barua, unasema sio mimi. Mimi natokea Living Water, kuna neno, unalitafuta neno ndani yako. Unaanza kulitafuta neno ndani yako. Badala ya kulia unalitafuta neno. Neno la Mungu linasema, Bwana ndiye tumaini langu na wokovu wangu. Mahali pengine anasema hivi, Bwana ndiye egemeo langu, sitaondoshwa. Maana yake ni siwezi kuondoshwa hapa. Kwa jina la Yesu. Siwezi kuondoshwa, na ishike ile barua, siwezi kuondoshwa katika jina la Yesu. Alafu unatabiri. Unasema hivi, boss nashukuru kwa barua lakini nakwambia baada ya siku 4 utanitafuta. Kaka, umewahi kuona wanaoenda kwa waganga wa kienyeji walio na mkwala? Anawaambia hapa nimeibiwa, naombeni mrudishe. Baada ya siku 4 tusilaumiane, alafu anaondoka. Lakini wapendwa, mnatuonea sisi kwa sababu tunaomba. Mnatuonea sisi kwa sababu ni watu wa imani. Sawa, namwachia Mungu. Unamwachia nani? Leko shaka baladi. Unamwachia nani? Nauliza mimi nimwachie Mungu nini? La koska bradia. Itamchukua hapo stendei kunipigia simtoni na tosha, acha. Mimi nimwachie Mungu mimi. Mtafuteni mimi kwenye issue za gesi zile. Wanaongea huko na huko. Nikashika mic nikasema, yoyote aliyeyasema haya na watoto wake watakuwa mashoga. Yoyote aliyesema haya kwa kuwa amekataa kuamini kuhusu Kristo, Biblia inasema amelaaniwa yeyote yule na dhambi yake haitasamehewa anemkufuru Roho Mtakatifu. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ndiye alinifanyia haya, amelaaniwa na arudi nyuma. Apostle akapiga simu, Tony, inatosha. Usiongee tena. Ndio maana watoto wa Mungu wanakufa na depression. Watoto wa Mungu wanakufa na visukari. Watoto wa Mungu wanakufa na maumivu. Kwa sababu gani? Wamefundishwa kuwa wanyonge. No, you didn't read your scriptures well. Biblia inasema tuwe wapole kama hua, lakini wajanja kama nyoka. Nyoka, hajasema nyoka asiye na sumu. Nyoka kuna saa ana bite. Kuna saa wakikuzindua. Nobody is coming to save you, my dear. Jesus came once and he expects you to use your salvation well. He expects you to use your salvation well. Na nikwambie kwa taarifa yako, ndio kwanza naanza, hii ni introduction to ya somo. Kazangu bado. Au umeenda kuseti mitambo? Hapo sawa. I tell you the honesty, I don't want to leave you on suspense. Sitaki kuacha mahali ambapo hamjui natakiwa kuishia wapi. Nataka niwaache mahali ambapo tukimalizana mimi na nyinyi, hata kama nitaitwa Penueli nyingine, au in case baba akaona wewe mtoto mkorofi atanivurugia watu hapa. Sawa tu, lakini cha msingi mmeondoka na kitu. Acheni kuwa na Ukristo wa utoto. Nyinyi mmekuwa watu wazima. Mlipaswa kuwa walimu wa wengine. Watu wengine wajifunze. Watu wengine waje kujifunza.
watu wengine pastor wenu ajivunie, aseme watu mapasta wengine tuje tujifunze maana ya kanisa naloishi kwa neno ni ipi. Asante mama. Nakwambia kweli, we have to grow. We have to grow. We have to grow. Haki ipatikanayo kwa sheria ni ile haki ambayo unajitengenezea visheria vyako. Sisi hatukuhubiriwa sheria. Sisi tumebia sema sheria imekuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli vimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kristo hakutuletea sheria, Kristo alituletea neema. Nini maana ya kuwa na haki ipatikanayo kwa imani? Nini maana ya haki? Maana yake ukusimama mbele za Mungu bila tashwishi, bila doubt, bila kujishtukia, bila kujihukumu. Maana yake una uwezo wa kusimama mbele zake bila kujihesabia hukumu. Una uwezo wa kusimama mbele zake bila guilt yoyote, bila kumpa mtu yoyote sababu ya kukuhukumu. Biblia inasema hakuna tena hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Maana Kristo amechukua madhambi yetu msalabani. Kwa sababu hiyo tuna ujasiri wa kusimama. Biblia inasema sasa tuingie patakatifu pake kwa ujasiri, sio kwa sababu hatukuwahi kukosea. Tuliwahi kukosea, ila makosa yetu yalichukuliwa. Nyinyi mnaruhusu watu wa Mungu. Ulia kwanza mwanangu, usipige kinanda kwanza. Mnaruhusu watu wa Mungu. Mnaruhusu watu wanawapangia. Watu wanawapangia, yani mpagani anakupangia namna ya kumuishi Yesu wako. Ingekuwa kwa hiyo umeokoka, usingesema hivyo. Sikiliza. Wokovu wangu hautegemei nimesema semaje. Yesu amenifia, nikisema sijasema Yesu kanifia. Unasikia ninachokisema? Na hapo ndipo mahali shetani anatukamata. Unaanza kujishtukia. Kwa hiyo huna boldness of faith. Hajasema tuingie katika kiti cha neema kwa maombi. Amesema kwa ujasiri. The only thing ambayo inatakiwa ipatikane ni boldness. 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 Biblia inasema haki inayopatikana kwa imani inanena. Inanena. Kwa hiyo mtu aliyepata haki kwa imani hanyamazi. Aliyepata haki kwa imani ananena. Maana yake roho imehama kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ameacha kuja kukuombea na kukuwekea mikono. Sasa mafundisho yake yakija kwako yanakuja na roho ndani yake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezra, anasema hivi, watu wakafanikiwa kwa mahubiri ya Hagai. Wakajenga kwa mahubiri ya Hagai. Kumbe the teaching of a man of God can make us prosper, can make us build. Ezra 6:14. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa. Ezra 6:14. Anasema wazee wa Uyahudi wakajenga na kufanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwao. Kwa msaada wa kuhubiri kwa Hagai nabii na Zakaria mwana wa Ido. Kwa msaada wa kuhubiri kwa Apostle Ndegi na Mama Lilian Ndegi. Kwa msaada wa kuhubiri kwa watumishi wa Mungu, tulitakiwa tuna uwezo wa kujenga, tuna uwezo wa kufanikiwa. Wewe uko mahali unamfuata mtumishi. Najua baba una connection na watu wengi, niunganishe. Mimi sikuunganishi, mimi nakupa neno. Neno litakuunganisha. Si tulishaacha kuunganisha watu siku nyingi kwa sababu watu unaounganisha wengine unajiunganisha jitu kumbe livivu. Mtu anasema naishi naye tu kwa sababu pastor amenipa. Naishi naye tu kwa sababu apostle amenipa. Sasa nitafanyaje? Sasa naona shida kumfukuza huyu kazini. Kwa sababu gani? Na nikwambie, kama mama yangu kuna mtu umekabidhiwa kanisani, umpe kazi na anazingua, tumia polisi zako za kampuni, sio za kanisa. Za kampuni, fukuza. Fukuza. Maana tunalea ujinga kwa sababu tu umekabidhiwa kanisani, unakuja muda unaotaka kazini. The policies of my company stay there. Stay there. I'm a pastor and I run multiple companies. Nikiingia kule nishawaambia, you don't call me baba. You don't call me pastor. You call me chairman. My name is different. Naingia kama CEO, naingia kama chairman of the company. Na some of the people in there ni washirika wangu kanisani. Wakija kunipa ripoti inazingua, tunamenyana. Kabisa, kabisa. Na kufukuza kwenye kampuni
nategemea kukuona kanisani. Nisipokuona kanisani na kuzingua mtaani. Kwa nini hujaja kanisani? Otherwise, watoto wa Mungu, they will never become anything. They will never become anything. They will never become anything. They will end to be burden. Wataishia kuwa burden kwenye mwili wa Kristo. Wataishia kuwa wagomvi. Na watu wakikosa kazi za kufanya, wakosa vitu vya kufanya, wanaanza umbea, hamna kingine. Biblia inasema hivi, wengine wamelala, wengine wamekufa, wengine wameugua because they couldn't discern the body. Watu wengi kwenye lile andiko anapozungumzia kwenye meza ya Bwana, watu wengi wanadhania pale discerning the body of Christ, wanadhania ni mkate. Kwa hiyo akienda kula kushiriki meza ya Bwana, anajitakasa. Unaenda kushiriki damu inayotakasa. Unajitakasa nini? Lakini ukisoma pale chini anasema hivi, wengine Paulo anazungumza walipokuwa akifundisha kuhusu meza ya Bwana kwenye kanisa la Korinto. Anasema wengine wamelala kwa sababu wameshindwa kuupambanua mwili wa Kristo. How you treat one another make you sick. That's it, sir. Because vijana wadogo wanawaona wazee, wanashindwa kutoa heshima. Yaani kwa sababu tu wewe una kipeji chako cha Instagram, unajisikia kumtukana askofu fulani, unatukana tu. Unajisikia kumtukana apostle fulani, unatukana tu. Because of failure to discern the body. You are dead. You are dead. I once told people, unaweza ukawa wewe ni mkurugenzi, unaweza ukawa wewe ni rais, unaweza ukawa wewe ni waziri, unaweza ukawa ni mbunge, umekuja kanisani kwangu, wewe ni mshirika. Be careful how you treat me. Because never think that the way you handle me is the way it is handled out there. Failure to discern the body is what makes the people of God sick. You fail to discern the authority in the body of Christ. Mamlaka ndani ya mwili wa Kristo. Biblia inasema hivi, hakuna kuhani ambaye saa yoyote atashindwa kuchukuliana mambo ya udhaifu wetu. Kuna saa sisi makuhani, majaribu sio kwamba tunayatafuta, tunaongozwa huko. Muulize Yesu, atakwambia. Biblia inasema Roho wa Mungu alimuongoza aende majaribuni, aingie majaribuni. Aliyempeleka majaribuni ni Roho wa Bwana. Sasa ona msengenya Yesu. Ingekuwa ni mtumishi wa Mungu kweli, asingepitia yale majaribu. Hujakuwa kwa sababu hujui kwamba majaribu yanatengeneza saburi. Yanatengeneza saburi. Biblia inasema hivi, makuhani Mungu hawatoi kutoka juu. Makuhani washushi mbinguni. Makuhani wanatolewa katikati yetu. Kwenye kabila zetu hizi. Kwenye jamii zetu hizi. Kwenye ndugu zetu hawa. Wanaweza wakawa na hasira kama sisi. Wanaweza wakawa na uchungu kama sisi. Wanaweza wakawa na ugomvi kama sisi. Mungu amewatoa. Biblia inasema hakuna kuhani yeyote asiyeteuliwa kuwa kuhani kama hajui kuchukuliana na mambo ya udhaifu wetu. Manake the failure to discern the body will make you miss the whole thing. Sisi maybe by conclusion, sisi hatukuletwa na Mungu, hatukujazwa roho ili tuwe wahubiri. Watumishi wa Mungu walijazwa roho ili wawe shuhuda. So the way you see the woman of God is navigating through his trial or her trial. The way you see the man of God navigating through his trial, labda na familia, labda na ndoa, labda na kazi, labda na uchumi wake, it's supposed to give you a testimony. Ndio maana Mungu hakutuita wakati ni matajiri. Wote sisi Mungu alituita wakati tunagaagaa na upo. Maisha bado mataiti. Mungu anatuita. Then wewe uliyekaa na sisi muda wote wakati tunakuwa, utakiwa useme hivi, niliona kanisa hili likiwa kwenye matope. Niliona kanisa hili likiwa kwenye jalala. Kama Mungu ameweza kufanya hivi, huyo roho na aje kwenye biashara yangu, aje kwenye kazi yangu, aje kwenye biashara yangu. Aliye transform kutoka kwenye makuti kuja kwenye kanisa la bora namna hii, billions of money, kutoka kwenye makuti kuja kwenye full IC church. Huyo Mungu anayefanya ni sisi tuliojenga hili kanisa. Ni sisi Mungu aliyotusaidia. Tumejiona tukikua. Huyo Jehova atatuhamisha hatua. Hiyo
Hiyo ndio maana mkawe mashahidi wangu ya kwamba nainua, mkawe mashahidi wangu ya kwamba naponya. Siku ukisikia mtumishi wa Bwana amelala kitandani anaugua, watch what God is doing on the bed. Kwa sababu hata Elisha pamoja na kwamba alikuwa anaugua bado alikuwa anaweza kutabiri. Mafuta yaondolewe na udhaifu wa mtu ndani yake. Elisha anatabiri wakati anaugua. Anamwambia mfalme, chukua mshale. Yuko kitandani amelala. Anaambia rusha mshale. Baada ya kurusha mshale anambia, umerusha mara 3. Mimi ndio ndio utarusha mara 7, 8, 10. Kwa sababu hiyo utamshinda mfalme wa Ashuru mara 3 tu. Na ikatokea hivyo hivyo. The man was speaking that on the sick bed. On the sick bed. Naomba nimalizie kwa kusema, hakuna mtu kwenye Biblia aliyepewa roho kwa kujipa. Spirit is by impartation. Na roho imekuja ili kutusaidia kuwa mashahidi. Roho inakuja kututoa kwenye vimeo, alafu tunawaambia watu, tunawaambia watoto wetu, Yesu anaweza. Akikuuliza unajuaje kama anaweza? Unawaambia mwaka 1982 au mwaka 1998, wakati wewe hujazaliwa bado, mimi na mama yako aliwahi kupooza, nikamuombea, Yesu akamuinua mguu wake. Kwa hiyo na uhakika kwenye hili, mwanangu natoka. Unaihamisha imani kwa watoto kirahisi kabisa. Don't believe in money too much. Believe in your faith. Isaka kumpa Yakobo mali zake. Isaka alikuwa tajiri. Alimpa Yakobo baraka aliyorithi. Na baraka ni kitu cha kiroho. Ni kitu cha kiroho. When the man of God is standing here, mtumishi wa Mungu wakati wote anaposimama kukuhubiria, hakupi tu maneno, anakupa na roho ya maneno. Anakupa na roho ya maneno. So, njoo nyumbani mwa Bwana kwa matarajio. Usione kawaida tu kutokwenda ibadani. Yaani unaulizwa Jumapili hii, vipi unaenda? Mimi leo sijisikii. Yaani leo sijisikii. You don't know what you're missing. Na ni kwa sababu pia hujatambua maono. Hujatambua mahubiri ya huyu ndugu yanatakiwa kutuzaa sisi kuwa nani. Ndio maana wanaitwa wazazi wa kiroho na sisi ni watoto wa kiroho. Hawatuzai kama wazazi wetu wa mwili. Hawa wanatuzaa into our potentialities. Daudi alizaliwa na Yese, lakini Samueli alipokuja alimzaa mara ya pili kiroho. Ndio maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo Samueli alipomwagia Daudi mafuta, Biblia inasema roho ya Mungu ikaja kwa nguvu. Yese alimzaa Daudi na akaishia kuwa mchungaji. Limitation ikawekwa hapo. Lakini Daudi alipokaa chini ya mchungaji anaitwa Samueli, limitation ikavunjwa. Aliyekuwa mchungaji wa kondoo sasa ana potential kuwa mfalme. Sasa anaweza kuingia ikulu. Kwa utumishi wa watumishi wa Mungu hawa, tutatokea kuwa vile vitu ambavyo wazazi wetu hawajatarajia. Ninatabiri kwa jina la Yesu. Tutatokea kuwa vitu ambavyo wazazi wetu hawajatarajia. Amen. Kwa utumishi wa nyumba hii, tutatokea kuwa vile ambavyo wazazi wetu hawajatarajia. Amen. Inawezekana kabisa baba yako alikuzaa na sickle cell anemia, ugonjwa wa kurithi au kisukari cha kurithi au HIV ya kurithi, lakini kwa kuwa una mzazi wa kiroho, make sure you are parented spiritually. Acha kujiamini kupitiliza. Acha kujiamini kupitiliza, hujui chochote bro. Acha kujiamini kupitiliza. Find a spiritual father, find a spiritual mother, stay under. Mzazi anaweza kukuzaa na sickle cell anemia until when you meet a spiritual man. Ukikutana na mzazi wa kiroho, anakupa neno, anakupa na roho ya neno. Anakupa neno, anakupa na roho ya neno. Hauondoke tu na notes, unaondoka na impartation. Yeye sio mhubiri, yeye ni shahidi. Yeye sio tu apostle, yeye ni shahidi. Yesu alisema mtapokea roho nanyi mtakuwa mashahidi. Mashahidi wa nini? Mungu anafufua. Sickle cell anemia is a dead alive. Diabetes is a dead alive. HIV is a dead alive. Now, kama roho iliyomfufua Kristo
inakaa ndani yenu. Tunatakiwa tumuone mtu mwenye sickle cell anemia akiingia miaka 90, akiingia miaka 80, sio kwa sababu amebadilisha DNA. Amezaliwa mara ya pili. Amezaliwa mara ya pili, akapewa na Mungu mzazi mwingine, akapewa mtu anayempa maneno ya kiroho. Kwa hiyo haki yake haipatikani tena kwa sheria. Haki ya imani inanena, mimi ni mzima, sitakufa bali nitaishi, mimi nitakuwa tajiri, mimi ninao uzima, mimi ni mzima, mimi nina afya. Ile neno na roho ya neno inaumba. Tuache kuwachukulia poa watumishi wa Mungu. Hawa hawezi kukaa mawinguni. Kuhani anatakiwa kukaa katikati ya watu wake ili achukuliane nao kwa madhaifu yao. Ukija kumwelezea Pastor Tony kuhusu mkeo kwamba mkeo amekufanyia hivi na hivi, na yeye Pastor Tony anaweza kukumbuka kuna siku na yeye mke wake alimuumiza, atajiuliza, hivi mimi nilifanya nini pale? Mbona bado wakongo ni naye? Ukija kumwelezea Pastor Tony kuhusu au mwelezea Mama Tony kuhusu mmeo jinsi alivyokuumiza, Mama Tony anayekumbuka anasema, Tony na yeye ni mwanadamu, kuna siku aliniumiza, mimi nina navigate vipi? Sisi ni mashahidi wa uwezo wa Mungu kututoa. Ndio maana mimi nawashangaaga sana watu wanaokasirika mapasta kuwa matajiri. Sasa kukasirika kwao huwezi kuzuia pasta kuwa tajiri. Hakuwezi. Kwa sababu bima ni nature tu pasta. Ameni apostle. Baba, nikwambie, by nature tu, hata nisingekuwa mchungaji, mimi ningekuwa tajiri. Kwa sababu by nature mimi ni mkorofi. Ni mkorofi, ni mbishi. Mbishi, my sisters knows. Ni mbishi. Ni mbishi, yani mimi kunizuia. Mimi nianza kuuza peremende, pipi, vyakula chuoni. Chuoni, nimesoma Sokoine University of Agriculture pale. Degree yangu ya kwanza. Nikiwa nasoma pale, wanafunzi wenzangu wananunua chakula kwenye mgawa wangu mimi, na sio pasta wala nini. Yaani hela za bomu tumepewa wote, ila mimi nachukua za wenzangu. Na muda huo nilikuwa nimeokoka tayari. Nikajiambia mwenyewe kama Abraham alikuwa tajiri, mimi nimehesabu maskini wote wa kwenye Biblia, nimehesabu baba. Wote hawazidi 5. Hawazidi 5. Kama unao zaidi ya 5, mimi niko hapa, nitakupa milioni 12 sasa hivi. Yaani sasa hivi hatuendi hata benki. Naingia kwenye gari nakupa na kukabidhi. Ukinitajia maskini zaidi ya 5 kwenye Biblia. Lakini matajiri hawahesabiki. Ni wengi. Wewe kwa haraka tu hapo. Kwa haraka tu hapo tufirikishane. Waza maskini unaowajua kwenye Biblia. Na sasa ili nikuweze na kuondolea Lazaro, kuwekea pembeni. Haya, taja mwingine unamjua. You see? Ni wakutafuta. Lakini nikuulize, nitajie matajiri wako kwenye Biblia. Nyinyi wengi mnaanzia na Ibrahim, mimi naanzia na Adam. Dunia nzima ilikuwa mali yake. Biblia inasema alipokuwa amekaa kwenye bustani ya Eden, kulikuwa na mto unaoshuka mahali kutokea upande ambao kuna dhahabu ya pedola sijui. Mto unashusha dhahabu kwenye bustani ya Eden na hakuna biashara yoyote, and you wonder why God gave him gold. So it means biblically God desired his people to be rich. So if I'm a man of God, natakiwa kukuonyesha Mungu anaweza kutajirisha watu wake. You have to look at me as a mentor. Kwamba God can prosper you. God can prosper you. Na natakiwa kukufundisha how we talk ourselves to wealth, how we talk ourselves to healing. Ni hakika na kweli mchungaji lazima aishi afya njema ili akuelezee inawezekanaje kukaa Januari mpaka Disemba bila kuugua. I have to teach you how to talk your way to health. Hallelujah. Sema nakataa kuwa maskini. Nakataa kuwa wa kawaida. Nakataa kuwa mhangaikaji. Nakataa kuteseka. Nakataa kuugua. Maana Bwana hajaniitia hayo. Sema maono ya nyumba hii ni kila mmoja aishi full potential zile Mungu alizomwekea. Ndio maana tunafundishwa neno ili tuzione haki zetu kimungu. Nakataa kukosa, maana haki
sauti ya imani inanena, nami ninanena, mimi ni shujaa, mimi ni imara, mimi ninafaa, mimi nimefanikiwa, mimi ninastawi kwa jina la Yesu. Thank you.